Bismillahirrahmanirrahim. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ndugu tuliohudhuria katika kumsindikiza mpendwa wetu Muadhama Kardinali Pengo, kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, jana amenipa agizo la kuweza kuhudhuria katika mazishi haya kwa niaba yake, na amenipa maneno ya kuja kusema kwa namna yeye anavyomfahamu Muadhama, kwa namna alivyojitoa na kujitolea kwa maslahi mapana ya taifa hili. Lakini imefikia mahala Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania anawataka Watanzania pale wanapomsindikiza Muadhama Kardinali Pengo na kwenda kumuweka katika nyumba yake ya milele, wasione kwamba wanakwenda kumuweka yeye, bali wanakwenda kuziweka hekima zake, busara zake, utu wake na uzalendo wake kwa taifa letu. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameniambia na kunituma niseme ya kwamba kila mtu mazishi yake huwa anayaandaa kutokana na utaratibu na mfumo wa maisha atakaoweza kuishi nao katika dunia, kwa namna atakavyoweza kujitoa na kujitolea kwa maslahi mapana ya watu. Na Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania wakati ananipa maagizo haya amenukuu kipande cha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, nami naomba kunukuu kwa Kiarabu kisha nitafasiri kwa Kiswahili. Mtume anasema, khairun nasi anfauhum linnas, mbora wa watu ni yule anayeleta maslahi mapana kwa watu. Lakini mwisho Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameniagiza ni nukuu andiko katika Biblia, Luka 2:52, inasema kama ifuatavyo: naye alipokuwa akikua katika hekima alimpendeza Mungu na wanadamu. Na ndivyo ilivyokuwa kwa mpendwa wetu. Mwenyezi Mungu sisi tulimpenda, lakini Mungu kampenda zaidi, na kila mmoja katika sisi achukue mfano na maisha aliyoyaishi kwa maslahi mapana ya taifa letu, huku tukiamini hapa duniani hatuna muda mrefu tutarejea kwa Mungu. Hakika ya sisi sote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Asanteni sana.